Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kwanza kabla ya kila kitu tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuturejesha salama. Amin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba alitupeleka salama. Amin. Na tuliweza kufanya amali yetu ya hija pamoja na hii hadhira ya mahujaji mnayoiona kwa salama na kwa amani na kwa utulivu. Sasa tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mahujaji wote tulikuwa salama kule Makka na Madina na katika maeneo ya manasik. Na kwa mwaka huu kwa zaidi ya miaka 10 hivi ndio mwaka ambao hatukuweza kuwa na taarifa ya Mtanzania aliyekufa. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama taarifa zilizokuwa zimeelezwa mwanzo kwamba kuna mtu alifariki, yule hakufariki katika kipindi cha hija, alifariki kipindi cha kabla ya hija kwa safari zake binafsi. Ama kwa mahujaji tumerudi salama na tumehiji salama, walillahi alhamd. Kwa hiyo tunashukuru na tumewaombea sana nyote, na tumeombea Watanzania sana, na tumeiombea nchi sana, tumeliombea taifa sana, amani, utulivu na mambo mengi ya kheri na baraka katika nchi yetu, ambayo ndio mambo muhimu katika kipindi tulichokuwa nacho. Lakini kwanza tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia ndege ya Tanzania ATCL ambayo tumesafiri nayo, na kama mlivyoshuhudia leo tumerejea nayo. Mimi mwenyewe kwa sababu nimesafiri pamoja na mahujaji kwa ndege hiyo, tumeithibitisha ndege nzuri sana na tumekwenda vizuri sana. Ndege mpya, ndege yenye utulivu, ndege yenye wafanyakazi wenye busara, wenye hikma na wenye upendo. Na hata chakula cha ndege kilikuwa ni chakula kizuri kuliko chakula chochote ambacho tumeweza kula katika ndege nyingine. Tumepata chakula kabisa cha nyumbani kizuri cha kupendeza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunamshukuru mama kwa kutupatia ndege ambayo kama mnavyojua mkiwa na ndege ya nyumbani ni kwamba inapeperusha bendera ya taifa ya Tanzania. Mwenyezi Mungu amzidishie mama yetu kheri. Amen. Amzidishie baraka. Amen. Amzidishie haiba. Amen. Lakini amlinde na amhifadhi na kila baya. Amen. Na amwepushe na mabalaa yote. Amen. Ya ndani na ya wazi. Amen. Na Mwenyezi Mungu amwepushie fitan za ndani ya nchi. Amen. Na za nje ya nchi. Amen. Na amhifadhi yeye na wasaidizi wake. Amen. Kama walivyohifadhi roho katika mwili haionekani. Amen. Vile vile amhifadhi kwa hifadhi kubwa. Amen. Kama alivyohifadhi Qur'ani yenye hikima. Amen. Na tunamshukuru vile vile waziri pamoja na wakurugenzi ambao siku ya kuondoka walifanya juhudi kubwa ya kuja kutuona katika ndege na kutueleza mikakati na utaratibu zilizopo. Mwenyezi Mungu nao wahifadhi vile vile. Amen. Ama kuhusu hija imekwenda vizuri mwaka huu, na kulikuwa na utuvu, na mahujaji wao wenyewe ni mashahidi, wameona jinsi walivyohiji kwa uzuri, na Watanzania wote kwa ujumla na taasisi zote kwa ujumla, Tanzania bara na Zanzibar, tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana katika kipindi cha hija ya mwaka huu. Lakini vile vile ni washukuru Biitha ya Tanzania kwa kufanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba mahujaji wanakuwa katika salama katika maeneo yale ya hija na katika uratibu wa mambo ya hija. Pia nishukuru Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, watendaji wake, viongozi wake walio chini yangu, ambao wamesimama vizuri kuhakikisha kwamba shughuli hii ya hija inakwenda vizuri katika mwaka huu. Lakini wafahamishe tu jambo moja, kufuatana na taratibu za Wizara ya Hija kule Saudia, tayari ushatoka mpango na taratibu za hija ya mwakani ambayo mwisho wake mwezi wa Shaabani 15. Tunawaomba wale mahujaji ambao wanajitahidi na wametia nia ya kuhiji mwaka huu ujao, wajitahidi sasa kwa haraka
waache mazoea ya kutaka kuja kujiandikisha hija katika taasisi yoyote ile, wakajiandikisha katika mwezi wa Ramadhani au mwezi wa mfungo mosi au mwisho kabisa. Masuala kama haya hayako katika taratibu za serikali ya Saudi Arabia. Kwa hiyo tumekuja na ujumbe huu pia ufike kwa mahujaji na Watanzania wote kwa ujumla, waelewe kwamba hija kumbe imeratibiwa mapema. Kwa hiyo anayetaka kwenda hija ajirekebishe mapema. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wale ambao wanawasaidia watu kuwahijisha, na wao wahakikishe walielewe jambo hili kwamba wanatakiwa kuwalipia watu wao mapema, sio kuja katika mwezi wa Ramadhani au baada ya mwezi wa Ramadhani au karibu kabisa ya zile siku za hija, kwa sababu wenyewe kule Saudi Arabia wana taratibu zao maalumu kama nilivyotaja, na wataendelea kutaja hawa Tanzania Hajj Mission pamoja na taasisi mbalimbali juu ya masuala kama hayo. Nimetangulia kusema mimi kutokana na nafasi yangu nilionayo.